Mama Samia safi. Ninatambua kuna familia nyingi ambazo zimepata shida, ambazo zimepata matatizo. Wengine wamepoteza nyumba zao, wengine wamepoteza vitu vyao. Kwa hiyo jamani, poleni sana. Mimi kama mbunge wenu, kama ndugu yenu, nimekuja hapa siku hii ya leo ili kuja kuwapa pole. Niwape pole kutokana na maafa yaliyotokea na mafuriko yaliyotokea na mvua nyingi hizi zote zilizotokea. Ninatambua kuna familia nyingi ambazo zimepata shida, ambazo zimepata matatizo. Wengine wamepoteza nyumba zao, wengine wamepoteza vitu vyao. Kwa hiyo jamani, poleni sana. Dkt. Samia Suluhu Hassan anasema anawapenda na yuko pamoja nanyi. Tunaathirika kwa sababu ya barabara, ila tunamshukuru Samia kwa kutuletea nguzo tumepata, na amekuja kututengenezea daraja la Rufuru ambalo lilikatika. Mpaka sasa tulikuwa karibu tunakaribia wiki mbili, lakini limetengenezwa kwa haraka zaidi. Mpaka sasa watu wanapita. Kweli ni wajibu wangu kuja kuwasapoti wananchi wangu, kwa sababu mimi nina upendo nao, ninawajali, na hawa ndio watu walioniingiza mimi madarakani. Walitupa sisi kura nyingi sana. Dkt. Samia alipata kura nyingi, na mimi pia nilipata kura nyingi, na Mheshimiwa Diwani pia alipata kura nyingi. Kwa hiyo ni wajibu wetu kurudi na kusema asante, na kurudi pia wakati huu wana changamoto, wakati wana shida, ili tuweze kuwatia moyo na tuweze kuwa pamoja nao. Kwa sasa hivi changamoto iliyobaki kwa upande mkubwa ni kwamba barabara ya kutoka Ifakara kwenda mpaka Mlimba mpaka Njombe bado haijaanza kutengenezwa, lakini niwaombe wawe na subira, kwa sababu mkandarasi yuko site japo hajaanza kufanya kazi, lakini tunatarajia wakati wa kiangazi yule mkandarasi ataanza kufanya kazi. Cha muhimu sana ni waombe ndugu zetu, jamaa na marafiki, yeyote yule ambaye anaweza kuja kuchangia ndugu zetu aje. Atakayekuwa na chakula, atakayekuwa na pesa, atakayekuwa na mchango wowote ule, nguo, magodoro, tuko tayari kupokea. Tunawakaribisha sana ndugu zetu. Upendo ndio kila kitu. Kutoa sio utajiri, kutoa ni moyo. Kwa hiyo karibuni sana Mlimba, karibuni sana. Tuwe kwa pamoja, tuwatie moyo wenzetu na tuwakumbatie wakati huu, wakati waliko na shida. Sisi huku kijijini imetukuta mambo mengi, hasa majanga, mafuriko ya mvua, watu wamepoteza baadhi ya vitu, kuzungumza hizi za chakula na makazi, pengine hata malazi pengine. Lakini sisi tumeona serikali kitufuatilia kwa makini na kutupa msaada baadhi ya vitu, na tumeona namna ambavyo serikali inawajibika kwetu, na leo hii tumeona mbunge wetu akija Ching'anda kutusaidia baadhi ya vitu, ametuletea mahindi, katuletea neti. Lakini sisi kama wananchi tunaishukuru serikali, kwa sababu tunaamini serikali wapo pamoja na sisi wananchi na wanatusupport kwa kiasi kubwa, kwa sababu baadhi ya mikoa tumeona serikali wakigusa, lakini na sisi Ching'anda pia tumeguswa. Kwa hiyo sisi kama wananchi tunashukuru kwa kina zaidi, lakini pia tunaomba yanapotokea mengine watu support. Lakini pia tunasema hali hii ni hali ambayo tunaweza kusema ni mambo ya kimungu, hatuwezi kukataa sana, lakini tunamshukuru tu Mungu, mambo yakawa vizuri. Tunajisikia raha sana mbunge kuja kututembelea, kwa sababu ni kitu cha ajabu kwanza mheshimiwa kama kuja kututembelea. Alafu pia changamoto tunazopitia kwenye hiyo daraja ni kwamba watoto wetu wanapoenda shule wanashindwa kuvuka kwa usawa. Alafu pia tunakosa mahitaji muhimu kama kliniki, wa mama tunashindwa kwenda kwenye kliniki. Kwa jina naitwa Bugama William Chambu, ni mratibu wa maafa halmashauri ya wilaya Mlimba. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vile kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, kwa kushirikiana na Mheshimiwa mbunge wa Mlimba Dr. Ken Rose Rwakatare, kwa kuweza kutoa misaada ambayo imetolewa kwa wananchi. Mheshimiwa mbunge ameweza kuwagawia wananchi na kuweza kuwapa mkono wa pole, lakini vile tumefanikiwa kuweza kuzungumza na wananchi na pia kutoa kero zao, na Mheshimiwa mbunge ameweza kutatua kero zao na nyingine kuzipokea kwa ajili ya kufikisha mahali husika ili kuweza kutekeleza. Kwa jina naitwa Engineer Sadiki Karume, meneja wa tawala wilaya ya Kilombero. Leo tulikuwa hapa na Mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kuwafariji watu ambao wamepata na majanga mafuriko, lakini pia kupitia changamoto mbalimbali za barabara ambazo zimesababishwa na mafuriko. Katika hii kata ya Mgeta tuna mradi mkubwa wa daraja la Isago ambao linajengwa kwa kiwango cha mabei au chuma, ambalo litakuwa ni daraja la kudumu.
Kwa hiyo kazi hizi nazo zilikuwa zimesimama kutokana na mafuriko ambayo yanaendelea, sababu eneo la kazi maji yamejaa mengi sana. Kwa pindi maji yatapopungua kazi zitaanza, lakini pia tuna barabara mbalimbali za mitaani ambazo tutazikarabati kwa kufanyia matengenezo ikiwemo maeneo ya Uvirikia na Migudeni. Kazi hizo nazo zote zitaendelea baada ya mvua kusimama au maji kupungua maeneo hayo, kwa sababu maji yote maeneo hayo sasa hivi yamejaa maji na yafikiki.